Wakati tukiendelea na utekelezaji wa sera 1995, tulikuwa na baadhi ya shughuli muhimu ambazo serikali ililazimika kuzifanya bila kuwa na msingi wa sera. Moja ya shughuli hizo ni zoezi la uimarishaji wa mipaka ya kimataifa ya Tanzania na nchi jirani katika kurahisisha utambuzi wa alama za mipaka. Tumekuwa tukifanya kazi hii lakini bila kuwa na mwongozo wa sera. Sasa tumeamua kuweka kwenye sera ili tupe nguvu katika utendaji wake, lakini pia nguvu ya kutunga sheria au kurekebisha sheria za mipaka yetu. Zoezi hili linalotekeleza malengo ya Umoja wa Afrika ya kuimarisha ujirani mwema maeneo ya mpakani lilikuwa likifanyika kwa utashi wa kisiasa tu, na sasa tumeleka kwenye sera kwa kuweka bayana lengo la kuwa na mipaka kimataifa iliyoimarishwa na salama. Vile kwa kutambua fursa zinazoendelea kuongezeka kwenye uchumi wa buluu, sera hii imebainisha haja ya kuweka utaratibu wa kisera wa kusimamia uchumi wa rasilimali zilizoko kwenye maji kwa kupima na kumilikisha ardhi katika maji ili rasilimali hii itumike kwa ufanisi na tija na kuleta manufaa endelevu. Hivyo tumejumuisha kwenye sera lengo la kuweka utaratibu wa upimaji wa ardhi katika maji. Kwenye hili nadhani huwa mnasikia mara tunabishana na huyu, ziwa limesogea huku, ziwa limerudi huku, mara tunabishana na huyu, mto umezidi huku, huu umezidi huku. Kwa hiyo tunakwenda sasa kupima. Tunajua ni changamoto. Kuna diplomasia ya kutosha lazima itumike ili kuelewana na majirani na tuweze kupima na tujue Tanzania tunakwenda mpaka wapi na kuviepusha vizazi vyetu vijavyo na migogoro ya ardhi na mipaka huko baadaye. Aidha, tumekuwa na ongezeko la kiwango cha biashara kinachohusu sekta ya milki, yani real estate, na wadau wa sekta hiyo pia wameongezeka. Licha ukuaji huo, mchango wake kwenye pato la taifa umekuwa pia ila sio mkubwa ikilinganishwa na fursa zilizopo. Tuna fursa nyingi hatujazitambua. Sasa sera hii kwa miaka ijayo tunatarajia sekta ya milki itashuhudia ukuaji mkubwa sana. Hivyo tumejumuisha kwenye sera